Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: Umoja wa Mataifa washerehekea siku ya lugha ya Kichina. Mahitaji ya mafuta duniani yanatarajiwa kushuka kwa kiwango kikubwa, na maonyesho ya Hainan ya bidhaa za matumizi yanatarajiwa kuwasilisha zaidi ya bidhaa 200 kutoka kwa makampuni mbalimbali duniani. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Umoja wa Mataifa umeadhimisha siku ya lugha ya Kichina katika makao makuu yake jijini New York, ikiwa ni maandalizi ya maadhimisho rasmi yatakayofanyika Aprili 20. Tukio hilo limewaleta pamoja wanadiplomasia, wataalamu wa lugha na vijana kutoka mataifa mbalimbali duniani. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Tarehe hiyo ilichaguliwa kumwenzi Kan Jie, Mchina wa kihistoria anayeaminika kubuni herufi za Kichina. Lugha ya Kichina ilitambuliwa kuwa moja ya lugha rasmi za Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1946. Zaidi ya miaka 80 baadaye inaendelea kusherehekewa chini ya kauli mbiu lugha ya Kichina inayoangazia ustaarabu. Kutoka jukwani, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa alijiunga na wazungumzaji wengine kuangazia ongezeko la hamasa ya vijana duniani ya kujifunza lugha ya Kichina. Uzoefu wa utamaduni wa Kichina na safari za kwenda China vinaanzisha mwenendo mpya. Kwenye mitandao ya kijamii, kuwa Mchina sasa ni mada inayovuma na kuibadilisha China kutoka nchi ya kale ya Mashariki na kuifanya kuwa ishara hai ya maisha. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, siku za lugha hulenga kusherehekea lugha nyingi duniani na kuendeleza matumizi ya lugha 6 rasmi za umoja huo, ikiwemo lugha ya Kichina. Moses Abelian ni afisa kutoka Umoja wa Mataifa. Hizi ni fursa nzuri kwetu kuja pamoja na kukumbuka umuhimu wa lugha na mawasiliano bora. Kila tunapolinda nafasi ya lugha nyingi, tunalinda pia nafasi ya ushiriki. Washiriki walisisitiza nafasi muhimu ya lugha ya Kichina katika diplomasia, mahusiano ya kimataifa na biashara. Connor Lennon, mtayarishaji kutoka kitengo cha mawasiliano cha Umoja wa Mataifa ambaye pia anajifunza Kichina, anasema vijana wengi sasa wana hamu kubwa ya kujifunza lugha hiyo. Ni wazi sasa imekuwa muhimu zaidi. Unasikia mara nyingi katika shule, wazazi wanataka watoto wao wajifunze Kichina kama lugha yao ya kwanza ya kigeni badala ya Kifaransa au Kihispania. Mimi natoka Uingereza na nimeshuhudia hili kwa ndugu zangu wadogo. Kichina ni lugha ambayo watoto wengi wanataka kujifunza sasa. Katika hafla hiyo, wageni walitazama video mbalimbali kutoka shindano la filamu fupi lililoandaliwa na ujumbe wa China katika Umoja wa Mataifa, zikionyesha utamaduni wa Kichina. Washiriki pia waliburudika kwa maonyesho ya muziki. Ni hafla nzuri inayokutanisha pamoja na kutupa nafasi ya kutafakari misingi mizuri kama maelewano na umoja. Siku ya lugha ya Kichina itaadhimishwa rasmi tarehe 20 mwezi huu kwa matukio yatakayojumuisha huduma ya tafsiri ya Kichina ya Umoja wa Mataifa pamoja na jukwaa la kujadili namna lugha hiyo inaweza kuwashirikisha vijana zaidi katika shughuli za umoja huo. Maonyesho ya 6 ya kimataifa ya bidhaa za matumizi ya China yameanza rasmi katika mji wa Haikou, yakileta pamoja makampuni makubwa kutoka duniani kote na kuzindua mamia ya bidhaa mpya. Na kama anavyoarifu Simiyu Wanjala, tukio hili linaendelea kuthibitisha nafasi ya China kama soko muhimu kwa biashara za kimataifa. Maonyesho haya yanayofanyika katika mkoa wa Hainan kusini mwa China yameshuhudia uzinduzi wa zaidi ya bidhaa 200 mpya, ikiwa ni mara 2 ya idadi iliyozinduliwa mwaka
uliopita. Bidhaa hizi zinajumuisha uzinduzi wa kwanza duniani, maonyesho ya kwanza katika ukanda wa Asia Pasifiki, pamoja na bidhaa zinazoingia kwa mara ya kwanza katika soko la China. Tangu kufunguliwa siku ya Jumatatu, maonyesho haya yamekuwa jukwaa muhimu kwa makampuni ya kimataifa kuwasilisha bidhaa zao mpya kwa soko la China na kwingineko. Katika tukio la banda la kitaifa, wajumbe kutoka Canada, Uswisi na Italia walionyesha bidhaa mbalimbali mpya, jambo lililovutia umakini mkubwa wa washirika wa maonyesho hayo. Akizungumza katika hafla hiyo, mshauri wa ubalozi wa Uswisi nchini China, Joel Saurina, amesema kuwa China ni soko muhimu sana kwa makampuni ya Uswisi, akibainisha kuwa zaidi ya makampuni 1000 ya Uswisi tayari yanafanya kazi nchini humo na yanaendelea kupanua uwekezaji wao kwa manufaa ya pande zote mbili. Mbali na uzinduzi wa bidhaa, maonyesho haya pia yameandaa mikutano ya kibiashara inayolenga sekta mbalimbali kama teknolojia, kwa lengo la kuunganisha wazalishaji wa kimataifa na wanunuzi kutoka kote duniani. China is a very important market for Swiss companies. We now have more than 1,000 companies who are present in the Chinese market, and they will continue to develop the Chinese market for the good of Swiss citizens and for the good of Chinese citizens too. Wahandisi katika kampuni ya roboti iliyoko mashariki mwa China katika mkoa wa Shandong wanakimbizana na muda kufanya majaribio na kuboresha roboti zao zenye umbo la binadamu kwa maandalizi ya nusu marathoni ya roboti za kibinadamu ya mwaka 2026 itakayofanyika jijini Beijing. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Tukio hili liliandaliwa kwa pamoja na serikali ya manispaa ya Beijing pamoja na China Media Group CMG na litaanza rasmi Aprili 19. Zaidi ya timu 70 zimeshiriki katika majaribio ya kiufundi ya tukio hili yaliyofanyika kuanzia Jumamosi usiku hadi alfajiri ya Jumapili, yakifanyika katika hali kamili za mchakato na mazingira yote ili kuiga hali halisi ya mashindano. Roboti yenye umbo la binadamu iliyotengenezwa na kampuni ya Yobotics ilivunjika mkono katika ajali wakati wa mbio za mita 1500 kwenye michezo ya dunia ya roboti ya mwaka 2025, lakini bado iliweza kumaliza mbio hizo, jambo lililowavutia watu wengi wakati huo. Wahandisi walisema roboti hiyo kwa sasa inapitia majaribio makali zaidi ili kuboresha kasi na uthabiti wake. Kila siku tunapeleka roboti tofauti kufanya majaribio. Kisha tunatumia data wanazorekodi kuboresha algorithm zetu na kuongeza ufanisi wa mwendo wao. Baada ya mwaka mmoja wa maboresho ya kiteknolojia, mkao wa kukimbia wa roboti umeimarika sana ukilinganisha na mwaka uliopita. Inapopita kwenye kona na kupanda au kushuka mteremko, mwendo wa mikono na kupinda kwa magoti yake ni wa asili zaidi na hatua zake ni laini. Timu hiyo pia imejiandikisha katika mashindano ya kundi la urambazaji wa kujitegemea, ambapo roboti inapaswa kumaliza mbio nzima kwa kujiongoza yenyewe baada ya kuanza. Hii inahitaji roboti kutambua mazingira yanayoizunguka kwa wakati halisi, kuzoea hali za uwanja wa mbio na kutabiri migongano ya njia na roboti nyingine, watu wanaoandamana nazo na magari, ili kuepuka vizuizi kwa wakati. Kilicho muhimu zaidi, tumeongeza mfumo wa LiDAR pamoja na data ya upangaji wa nafasi ya RTK na kamera, kimsingi macho na masikio yake. Kwa sasa tunalenga kuboresha mkakati wake wa kuepuka vizuizi, kuhakikisha kasi ya juu huku tukigundua vizuizi kwa wakati. China imesaini makubaliano muhimu ya kuongeza mauzo ya matunda ya machungwa kutoka Afrika Kusini siku ya Ijumaa. Jacob Mogoa anaarifu zaidi. Mpangilio mpya wa udhibiti wa afya ya mimea, yani phytosanitary, utaboresha ufanisi na usafirishaji, kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ushindani wa matunda ya Afrika Kusini katika soko la China. Sekta ya matunda ya Afrika Kusini inatarajia kupata msukumo mkubwa wa kibiashara kufuatia makubaliano hayo, kwani ni moja ya bidhaa kuu za kilimo za nchi hiyo zinazouzwa nje, huku China ikiwa soko lenye fursa kubwa. We realized the South Africa fruit industry is very mature. In some area, it's a world-class advance. You know how to keep fresh of your fruit and sanitary, biosafety. So we have more confidence to South Africa management of this international trade. Kwa mujibu wa mamlaka za Afrika Kusini, makubaliano haya yamekuja kwa wakati mwafaka. From the 1st of May, we are going to have zero tariff access to the Chinese market.
And that is going to be a game changer for agriculture, particularly in South Africa, where there's a huge demand for South African agricultural products, given our counter-cyclical and counter-seasonal benefit, and because the Chinese market is a massive market. And so deepening and widening trade to China is a fundamental part of our strategy going into the future. Kwa mujibu wa nchi hizo mbili, makubaliano haya hayataleta tu ongezeko la fursa za biashara, bali pia yataimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya China na Afrika Kusini. Mahitaji ya mafuta duniani yanatarajiwa kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi, yakichochewa na vita vinavyoendelea nchini Iran. Hali hii inaathiri usambazaji wa nishati na kubadilisha mwelekeo wa soko la mafuta duniani. Ronald Mutie anaripoti. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kwamba mahitaji ya mafuta duniani yanatarajiwa kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi kwa robo mwaka tangu janga la COVID-19, huku vita vinavyoendelea nchini Iran vikitatiza usambazaji na kubadilisha mwelekeo wa soko la nishati. Mahitaji ya mafuta yanatarajiwa kupungua kwa mapipa 80,000 kwa siku mwaka huu, kiwango ambacho ni mapipa 730,000 kwa siku chini ya makadirio ya mwezi uliopita. Shirika hilo linakadiria kupungua kwa mapipa milioni 1.5 kwa siku katika robo ya pili ya mwaka huu, hiyo ikiwa ni kiwango kikubwa zaidi tangu janga lilipopunguza matumizi ya mafuta. Ripoti ya shirika hilo imesema kwamba kupungua kwa mahitaji kulianza Mashariki ya Kati na eneo la Asia Pacific, na kuna uwezekano wa kuenea zaidi huku uhaba wa usambazaji ukiendelea na bei zikiongezeka. Kwa mujibu wa shirika hilo lenye makao yake makuu katika mji wa Paris nchini Ufaransa, vita nchini Iran vimesababisha mshtuko mkubwa wa usambazaji wa mafuta katika historia, huku uzalishaji wa dunia ukipungua kwa takriban mapipa milioni 10 mwezi uliopita. Wakati huo, bei za juu za nishati zimeongezea mapato ya mauzo ya nchi ya mafuta ya Urusi ambayo yaliongezeka mara 2 kati ya mwezi Februari na mwezi Machi. Matumizi ya mashine za kisasa na teknolojia ya hali ya juu yanaimarisha uzalishaji wa kilimo nchini China na kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha mavuno makubwa na yenye ufanisi. Zakia Pong ana maelezo zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mashine za teknolojia ya juu na za kisasa zinawezesha uzalishaji wa kilimo nchini China na kuwa nguvu muhimu inayohakikisha mavuno makubwa. Mkoani Heilongjiang, kaskazini mashariki ya China, wafanyakazi katika kampuni ya utengenezaji wa trekta ya Jingshi wanashughulika katika mstari wa uzalishaji kwa kundi la trekta zinazotakiwa kusambazwa. Wakati huo huo, utafiti na maendeleo katika trekta mpya za ubora wa juu katika kampuni hiyo pia unaendelea. Yang Haiyan, meneja wa kitengo cha utafiti na maendeleo katika kampuni hiyo, amesema kwa sasa kampuni hiyo inaendeleza trekta zinazotumia nguvu ya farasa 400 zisizo na gia, ambazo zina ufanisi wa juu, rafiki wa mazingira na za kisasa, na kuifanya kuwa kifaa cha ngazi ngumu cha zana inayofaa kwa kazi ngumu za kilimo. Kampuni hiyo pia imekuwa ikifanya uratibu na vyuo vikuu na taasisi za utafiti ndani ya mkoa huo ili kuhakikisha uaminifu wa matrekta hayo. Kwa mujibu wa Yang, wameingia ubia na makundi ya utafiti na maendeleo kutoka Chuo Kikuu cha Uhandisi cha Harbin na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Harbin kulenga mifumo ya uendeshaji ya kielektroniki na usimamizi wa nishati. Wakati huo huo, wameunganisha nguvu na zaidi ya wasambazaji wa vifaa wanaoongoza ili kuhakikisha utendaji na uaminifu wa sehemu za muhimu. Mwaka 2025, mkoa wa Heilongjiang ulitumia mashine 1187 za upandaji wa uwezo wa juu kwa kilimo cha msimu wa joto, ikiwa ni ongezeko la
15,000 ikilinganishwa na mwaka 2024. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第4课，我家有4口人。 Sikiliza rekodi na usome. 我、爸爸、妈妈、哥哥、姐姐、妹妹、弟弟。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 有几口和个没有。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 有 Tafadhali jibu swali langu. 你有哥哥吗？我有哥哥。几口人？口 Tafadhali jibu swali langu. 你家有几口人？我家有4口人。和 Tafadhali jibu swali langu. 他们是谁？爸爸和妈妈。没有。 Tafadhali jibu swali langu. 你有哥哥吗？我没有哥哥。哥 Tafadhali jibu swali langu. 你有姐姐吗？我有一个姐姐。 Chagua herufi ya Kichina. Tafadhali tafuta picha sahihi kulingana na msamiati uliopewa. 哪个是爸爸？第一个。哪个是妈妈？第二个。哪个是哥哥？第二个。哪个是姐姐？第一个。哪个是弟弟？第二个。哪个是妹妹？第一个。 Kadi ya kumbukumbu. Tafadhali jaribu kukumbuka msamiati kwenye kadi ndani ya dakika moja na ueleze ni msamiati gani uliopotea. Je, uko tayari? 爸爸、妈妈、爸爸和妹妹、妈妈和哥哥、姐姐和弟弟、哥哥和妹妹。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake,
Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Hasira haisuluhishi chochote, haijengi chochote, lakini inaweza kuharibu kila kitu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.